Na ndio maana Mungu aliyoamini familia ya baba yake Yohana Mbatizaji, Elizabeth na Zakaria, hawa wakasimama kumlea huyu mtoto, wakamfundisha kusoma Kiebrania, wakamfundisha Biblia, wakamfundisha vyote mpaka anafika miaka 8 mpaka 9 anapotakiwa kwenda kwenye shule za manabii, kwa kuwa zilikuwa zimeshaharibiwa. Mungu hakuruhusu aende kwenye shule za manabii, alibaki kwenye mikono ya wazazi. Kwa hiyo mpaka Yohana Mbatizaji anaanza utumishi wake, anaanza utume wake, anatoka kwenye mikono ya wazazi akiwa yuko well balanced, ameelimika katika mwili, ameelimika kiakili, ameelimika kiroho, ndipo akaweza kusimama kama mtengeneza njia kwa ajili ya Masihi. Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Ashukuriwe Mungu mwingi wa rehema. Hii ni fursa nyingine ya pekee ametupatia tuendelee kujifunza mambo haya ya muhimu, ya msingi sana. Ni mimi mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Ninakualika katika mfululizo wa masomo haya ya Pambano Kuu na Shule ya Unabii. Liko somo jingine la pekee lenye kichwa kinachosema kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Somo linasema kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Na kabla hatujaendelea na somo hili makini, ni kualike tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa fursa hii ya kujifunza chini ya mawakala wa kimbingu na mwalimu wa kimbingu. Mapenzi yako yatimizwe kwa jina la Yesu, amina. Kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Nabii anasema hivi katika kitabu cha Elimu ya Kweli, UPH 2019 ukurasa wa 20. Cha Kiingereza ni kile kitabu cha Education ukurasa wa 30, paragrafu ya 2. Ellen G. White nabii anasema, kwa uelewa wa juu, kazi ya elimu na ile ya ukombozi ni moja. Maana katika elimu, kama ilivyo katika ukombozi, msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Ngoja nifafanue hivi kidogo, ndugu mtazamaji. Kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Sasa kama katika ukombozi hakuna msingi mwingine mtu awezaye kuuweka isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo, ndio kiini cha ukombozi. Na ndio maana Yohana Injili 17:3 inasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo kumjua Mungu wa kweli, kumjua Yesu aliyemtuma ndio uzima wa milele. Vivyo hivyo katika elimu ina uzito sawa, ya kwamba msingi mwingine katika elimu hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa, yaani Kristo. Kwa hiyo Yesu sasa ndiye kiini cha maarifa, na ndio maana katika kitabu cha Mithali anaitwa hekima. Kwa hiyo haiwezekani ukaitenganisha elimu ya kweli na ukombozi. Hapa katika elimu liko pambano kuu kati ya Kristo na Shetani. Shetani hawezi kukubali wanadamu wafundishwe elimu ya kweli, kwa sababu wanadamu wote wataokolewa, na njia pekee ya kuwafanya wanadamu wasiokolewe ni kuwapatia elimu bandia
na kwa njia hiyo wanaandaliwa kumpokea shetani na tabia yake, wanaandaliwa kupokea alama ya mnyama. Wakati Mungu anasisitiza elimu ya kweli, wanapofundishwa wanafunzi elimu ya kweli, wanaandaliwa kumjua Mungu na Yesu Kristo aliyetumwa na huyo Mungu, na hivyo watakuwa na uzima wa milele. Hili swala la elimu sio swala dogo, ni zito, ni kiini cha pambano kuu. Nabii anaendelea kusema hivi katika elimu ya kweli, UPH 2019 ukurasa wa 7 katika education ni 13 paragrafu ya kwanza. Nabii anasema elimu ya kweli ni zaidi ya kusaka kozi fulani ya masomo, ni zaidi ya matayarisho ya maisha ya sasa. Inahusisha hali ya utu wetu wote pamoja na kipindi chote cha maisha ya mwanadamu. Ni ukuaji linganifu wa kimwili, kiakili na kiroho. Humtayarisha mwanafunzi kuwa na furaha kazini hapa ulimwenguni na furaha ya juu zaidi ya huduma pana zaidi katika ulimwengu ujao. Hapo furaha kazini hapa ulimwenguni nimeweka rangi nyekundu na nimepigia mstari. Kuna maana nzito. Hiyo elimu ya kweli hiyo humtayarisha mwanafunzi kuwa na furaha kazini hapa ulimwenguni na furaha ya juu zaidi ya huduma pana zaidi katika ulimwengu ujao. Hiyo furaha kazini, zingatia hapo juu. Elimu ya kweli ni zaidi ya kusaka kozi fulani ya masomo, ni zaidi ya matayarisho ya maisha ya sasa. Kwa elimu ya kweli hailengi tu kumpatia mtu maisha ya sasa, lakini pia ni kumwandaa huyo mtu kufaa kwa huduma ya hapa duniani na pia kwa huduma iliyo bora katika ulimwengu ujao. Hiyo ndio elimu ya kweli. Hiyo ndio elimu ya kweli. Kwa lazima tutanue maana ya elimu. Hatupasi kuishia tu kusema ya kwamba huyu amesoma kwa sababu ana degree, amesoma kwa sababu yeye anaitwa injinia. Elimu ya kweli inamtenga kabisa huyu anayepata hiyo elimu ya kweli, inamtenga kabisa, inamtoa kwenye mifumo ya kidunia. Huyu ambaye amepata elimu ya kweli anafanywa kufaa kwa huduma na anakuwa na furaha kazini katika huduma yake hapa ulimwenguni. Ili uelewe hili, twende katika kitabu cha Manuscript Release gombo la kwanza ukurasa wa 228 paragrafu ya pili. Manuscript Release gombo la kwanza 228 paragrafu ya pili. Nabii anasema kusudi la Mungu katika kutoa ujumbe wa malaika yule watatu kwa ulimwengu ni kuandaa watu kusimama waaminifu kwake wakati wa hukumu ya upelelezi. Hili ndilo kusudi ambalo kusudi gani? Kuandaa watu kusimama waaminifu kwake nani? Mungu, wakati wa hukumu ya upelelezi. Yaani kuandaa wanadamu kubeba tabia ya Mungu, kuwa na sura ya Mungu, na hivyo ndivyo huyo mtu atasimama akiwa mwaminifu wakati wa hukumu ya upelelezi. Sasa huyu mtu ambaye amebeba tabia ya Mungu anasimama mwaminifu wakati wa hukumu ya upelelezi. Maana yake jina lake linapotajwa katika mahakama ya mbinguni haonekani na doa, haonekani na kasoro. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu atakuwa amemjua Mungu, amemjua Mwokozi. Uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli, wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Huo ndo uzima wa milele. Sasa elimu inapaswa imfanye huyu mwanafunzi amjue Mungu,
na amjue Mwokozi, na hivyo atayatoa maisha yake yote kwa ajili ya Mungu, atahudumu kwa ajili ya Mungu, ataishi kwa ajili ya Mungu, na kadri anavyoendelea kuakisi tabia ya Mungu, anabeba chapa ya Mungu, anabeba tabia ya Mungu, anafunikwa na utakatifu wa Yesu. Huyu atasimama katika hukumu ya upelelezi akiwa mwaminifu, yaani hakuna doa, hakuna dosari. Sasa swali, huyu mtu ili aweze kusimama mwaminifu wakati wa hukumu ya upelelezi, asimame mwaminifu kwa Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi, tunapaswa kufanyeje? Huyo mtu atatengenezwa vipi? Njia gani za kumfanya huyo mtu asimame mwaminifu wakati wa hukumu ya upelelezi? Nabii anaendelea kusema, hili ndilo kusudi ambalo tunaanzisha na kudumisha: 1, nyumba zetu za uchapaji; 2, shule zetu. Namba 3, sanitariums zetu, huduma ya uponyaji hiyo. Sanitariums zetu, sio hospitali, sanitariums zetu, kutibu kwa njia rahisi katika namna ambayo Mungu alielekeza kwa kadri alivyomfunulia nabii mwaka 1863. Namba 4, migahawa ya usafi. Namba 5, vyumba vya matibabu. Namba 6 ni viwanda vya chakula. Hizo ndizo njia ambazo Mungu alitupatia Waadventista wa Sabato, njia za kuwafanya watu, njia za kuandaa watu wasimame waaminifu kwa Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi. Nabii anaendelea kusema hivi, hili ndilo kusudi letu katika kuendeleza kila njia, yani every line ya kufanikisha kazi hii. Elimu ambayo mwanadamu alitakiwa kufundishwa ni elimu ya namna gani hii? Kuna mahali tumechepuka, Sasa basi, elimu ambayo Mungu alitupatia Waadventista wa Sabato imeshikamanishwa katika njia, pamoja na zile njia za kuhakikisha tunamfanya huyu mwanadamu anakuwa mwaminifu kwa Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi, yaani njia za kupeleka Injili, njia za kuelimisha, njia za kuwafikia watu, njia za kuwahudumia watu, njia za kuwahubiri watu, njia za kuwafundisha watu, kuwafanya wawe waaminifu kwa Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi. Elimu yetu imeshikamanishwa pamoja na njia za matibabu, vimeshikamanishwa pamoja, yani ni mnyororo wa hizi njia za kufikisha Injili, na hizi njia tunaziita regular lines za kufanikisha kazi ya Injili. Injili ni habari njema ya wokovu, ni habari njema kumuhusu Yesu. Sasa hiyo elimu, hayo maarifa ya kumuhusu Yesu, ndiyo elimu ya kweli, ndiyo elimu ya kweli. Nabii anasema hivi katika kitabu cha Evangelism 119 paragrafu ya 3. Evangelism 119 paragrafu ya 3. Nabii anasema, kwa maana maalum Waadventista wa Sabato wametengwa ulimwenguni. Waadventista wa Sabato wametengwa, wamekuwa set aside, wamekuwa sanctified, wametengwa ulimwenguni kama walinzi na wabeba nuru. Ngoja nieleze hivi, Waadventista wa Sabato ndio wamekabidhiwa mpango wa ukombozi. Waadventista wa Sabato ndio waliopewa jukumu la kufundisha ulimwengu. Waadventista wa Sabato ndio waliopewa jukumu la kubeba mpango wa Mungu wa ukombozi kwa njia ya elimu.
iliyoshikamanishwa na njia zingine za utume, regular lines, ili kuuhabarisha ulimwengu, ili kuuonya ulimwengu, ili kuuhubiri ulimwengu, ili kuufundisha ulimwengu. Na hiyo yote ndiyo elimu ya kweli, elimu ya kweli. Nabii anasema hivi, kwao nani? Waadventista wa Sabato wamekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu, haliko lingine, onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Nabii anaendelea kusema hivi, juu yao nani? Waadventista wa Sabato, kuna nuru ya ajabu kutoka kwa neno la Mungu. Yaani Waadventista wa Sabato wamefunuliwa nuru kubwa mno. Waadventista wa Sabato wamefunuliwa hazina za mbinguni. Waadventista wa Sabato kwa lugha nyingine ni tishio kwa ufalme wa giza. Nabii anaendelea kusema hivi, wamepewa nani hao? Waadventista wa Sabato wamepewa kazi ya umuhimu mkubwa. Wamepewa kazi ya umuhimu mkubwa. Tangazo la ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili na wa tatu. Hakuna kazi nyingine ya umuhimu mkubwa sana. Hakuna kazi nyingine yenye umuhimu mkubwa sana. Hawapaswi Waadventista wa Sabato hao, hawapaswi kuruhusu kitu kingine chochote kunyonya umakini wao. Unapata picha gani? Kwa lugha nyingine ni kwamba Waadventista wa Sabato hatukutakiwa kufanya kazi nyingine yoyote nje ya njia hizi za utume, katika regular lines, zile njia rasmi kama nilivyokwisha kuzisoma hapa. Katika nyumba zetu za uchapaji, Wasabato wangekuwa wanashughulika, wanafanya kazi kwenye shule, wanafanya kazi kwenye sanitariums, tunafanya kazi kwenye migahawa ya usafi, kwenye vyumba vya matibabu na viwanda vya chakula. Hizo ni regular lines, lakini kuna irregular lines. Irregular lines ni kama hizo za mtu anaenda nyumba kwa nyumba kufundisha neno la Mungu, kuhubiri neno la Mungu, anapeleka vitabu, anapeleka machapisho na njia zozote ambazo Roho Mtakatifu atawaongoza Waadventista wa Sabato kuzifikia roho za watu. Hizo ni irregular lines. Lakini regular lines, njia rasmi za kazi ambayo Mungu alikuwa ametupatia, ni nyumba zetu za uchapaji, shule zetu, sanitariums zetu, migahawa ya usafi, vyumba vya matibabu na viwanda vya chakula. Na hivyo basi Mwadventista Msabato hakupaswa kufanya kazi nyingine yoyote. Sio wanasheria, sio uinjinia, sio tu anaitwa mhasibu, sijui anaitwa bwana mifugo, sijui nani. Hatukutakiwa kuajiriwa popote kwa kazi nyingine yoyote. Kwa nini? Tumetengwa, tumekuwa set aside, tumekuwa sanctified kwa kazi hiyo, tumewekwa pembeni, tumetengwa, tumekasimishiwa kazi kubwa na takatifu, ambayo kwa hiyo hatungepaswa kuruhusu kazi nyingine yoyote inyonye msukuma wetu, ibebe uzito kuliko kazi hiyo tuliyokabidhiwa, Sasa upekee huo wa Adventista wa Sabato hauji kwa maneno tu. Upekee huo wa Adventista wa Sabato ulipaswa kubebwa na muhimili wa elimu. Elimu ambayo Mungu alitupatia ndiyo ambayo ingetufanya Waadventista wa Sabato tuwe wa pekee. Kwa lugha nyingine kwamba kuacha mpango wa Mungu wa elimu ya kweli ni kukoma kuwa watu wa pekee, ni kuacha kuwa watu wa pekee. Na hiyo ndio ilikuwa ajenda ya Shetani. Sikiliza, katika kitabu cha elimu ya kweli UPH 2019 ukurasa wa 34 na 35, katika kitabu cha education ni ukurasa wa 47 paragrafu ya pili, nabii anasema yafuatayo: katika shule zote mbili, ya nyumbani na shuleni, mafundisho mengi yalitolewa kwa kuongea, lakini vijana walijifunza pia kusoma Kiebrania na magombo ya Agano la Kale
yalikuwa wazi kwa ajili yao kujifunza. Hizo ni shule za manabii. Huo ndio mfumo wa elimu ambao ulianzia Eden, Mungu akaendelea nao baada ya kutoka Eden, na baadaye Mungu akawafundisha wa Israeli walipokuwa jangwani, shule ya jangwani, na baadaye akaenda nao walipofika nchi ya ahadi, wakaanzisha shule za manabii. Bado huo mpango wa Mungu wa elimu ndio ambao akawakabidhi Waadventista wa Sabato, Wayahudi wa sasa, Israeli ya sasa, watu wa pekee, watu wa Mungu, peculiar people, waliotengwa, waliokuwa sanctified, waliokuwa set aside kwa kazi kubwa. Walipewa huo mfumo wa elimu. Tulipewa Waadventista wa Sabato. Nabii anaendelea kusema hivi, somo kuu lililotolewa katika shule hizi: moja, ni amri za Mungu; mbili, maelekezo aliyopewa Musa. Maelekezo aliyopewa Musa ni maelekezo gani? Nao wanifanyie patakatifu, nipate kukaa katikati yao. Mpango wa ukombozi ukafunuliwa kwa njia ya ile hema. Namba tatu, sheria zingine tu kwa ujumla wake, pamoja na nyimbo na mashairi matakatifu. Lakini pia nabii anaendelea kusema hivi, katika kumbukumbu za historia takatifu, nyayo za Yehova zilioneshwa. Yani ajenda kuu ilikuwa ni kumfunua Yesu. Yani ule mfumo wa elimu uliokuwa unafundishwa pale kwenye shule za manabii ulikuwa na ajenda za kumfunua Yesu, kwa maana imeandikwa hivi katika Yohana 17:3, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo katika shule za manabii ilikuwa wajifunze wamjue Mungu muumbaji, ndio, alafu wamjifunze wamjue mkombozi wao, wajue wokovu unapatikaneje, wajue dhambi inaondokaje ndani yetu, wajue tunaokolewaje. Ndio ajenda ya elimu ambayo Mungu aliitoa tangu Edeni, ili sura ya Mungu iendelee kuakisiwa milele. Baada ya anguko, bado ajenda ya Mungu ikabaki pale pale. Sura ya Mungu inatakiwa iakisiwe, lakini inaakisiwa kwa namna gani? Anakuja mkombozi katikati ili aturejeshe kwenye mahusiano na Mungu. Kwa hiyo the center, the main character katika elimu, yani mhusika mkuu katika elimu ya kweli ni Yesu. Ni Yesu. Narudia tena, ni Yesu ndio mhusika mkuu katika elimu. Katika kumbukumbu za historia takatifu, nyayo za Yehova zilioneshwa. Ukweli mkuu uliomo ndani ya huduma za vivuli. Oh, haleluya! Katika patakatifu uliwekwa wazi, imani ikiwa kitovu cha madhumuni ya mfumo mzima, mwana kondoo wa Mungu ambaye angechukua dhambi za ulimwengu. Oh, haleluya! Bwana asifiwe. Roho ya utauwa ilijengwa. Ukisikia roho ya utauwa, roho ya uchaji wa Mungu, yani hawa walikuwa, shule inamtoa mwanafunzi akiwa mchaji wa Mungu, akiwa mwabudu halisi, anamwabudu Mungu katika roho na kweli, anamjua Mungu wake, anamjua mkombozi wake. Wanafunzi hawakufundishwa wajibu wa sala tu, walifundishwa pia namna ya kuomba, jinsi ya kumwendea muumbaji, jinsi ya kumwamini kwa vitendo, na jinsi ya kuelewa na kutii mafundisho yatolewayo na Roho wake. Akili iliyotakaswa ilitwaa toka nyumba ya hazina ya Mungu vitu vizee na vipya, na Roho wa Mungu alidhihirika katika unabii na nyimbo takatifu. Hiyo ndio shule za manabii. Sasa angalia, Shetani aligundua kabisa kwamba mfumo huu wa elimu kwa Wayahudi ni pigo kubwa kwake. Kwa nini? Wayahudi hao walikuwa wametengwa na Mungu kama wabeba nuru, ili ulimwengu mzima wapate kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyetumwa. Kwa hiyo upagani wake wote ungeanguka, kwa hiyo giza lake lote lingeondoka, kwa hiyo watu wote duniani wangeokolewa, kwa sababu Wayahudi wangeueneza mfumo huu ulimwengu mzima, injili ingesambaa ulimwengu mzima. Shetani ilibidi achakachue shule za manabii. Hilo
Hilo ndio pambano kuu katika elimu. Shetani ilipasa achakachue shule za manabii, na hatimaye shule za manabii zikawa corrupted. Na ndio maana hata wakati Yohana Mbatizaji amekuja kuwa mtangulizi wa Yesu, hakusoma kwenye shule hizi za manabii, zilikuwa zimekwisha haribika. Hakusoma kwenye shule za manabii. Yesu mwenyewe hakusoma kwenye hizi shule za manabii. Kwa hiyo wakati wa Yohana Mbatizaji ilipasa sasa watu warudi kwa utegemezi kwenye familia. Kwa hiyo elimu ya Mungu ilipaswa ibaki kuwa kwenye familia, katika level ya family. Hapo ndipo wazazi walitakiwa wafanye kile ambacho kingefanywa na shule za manabii. Na ndio maana Mungu aliyoamini familia ya baba yake Yohana Mbatizaji, Elizabeth na Zakaria, hawa wakasimama kumlea huyu mtoto, wakamfundisha kusoma Kiebrania, wakamfundisha Biblia, wakamfundisha vyote mpaka anafika miaka 8 mpaka 9 anapotakiwa kwenda kwenye shule za manabii. Kwa kuwa zilikuwa zimeshaharibiwa, Mungu hakuruhusu aende kwenye shule za manabii, alibaki kwenye mikono ya wazazi. Kwa hiyo mpaka Yohana Mbatizaji anaanza utumishi wake, anaanza utume wake, anatoka kwenye mikono ya wazazi akiwa yuko well balanced, ameelimika katika mwili, ameelimika kiakili, ameelimika kiroho, ndipo akaweza kusimama kama mtengeneza njia kwa ajili ya Masihi. Oh, haleluya, Bwana asifiwe. Na hatimaye Yesu anakuja. Mungu hakuruhusu Yesu aende kwenye shule za manabii. Baba yake Yusufu huyu na pamoja na Mariamu, Mungu aliwaamini hawa, wakafanya kazi kubwa ya kumlea katika maisha ya utoto mpaka anafika miaka 8, miaka 9 anatakiwa aende kwenye shule za manabii. Hakwenda kwenye shule za manabii, alibaki kwenye mikono ya wazazi wake mpaka anaenda kubatizwa akiwa na umri wa miaka 30. Anabatizwa mwaka wa 27 AD na Yohana Mbatizaji. Yesu anatoka kwenye mikono ya wazazi, anaanza utumishi wake akiwa well balanced. Biblia inasemaje? Akakuwa katika kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Yani alikuwa well balanced, educated man katika akili yake, kiroho na kimwili. Huo ndio mfumo wa elimu ambao tulikabidhiwa Waadventista wa Sabato. Kama kawaida, Shetani aligundua kabisa Waadventista wa Sabato wamekabidhiwa ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Kwa hiyo hawa ni wabeba nuru, hazina za mbinguni zimewekwa kwao. Shetani akapiga mahesabu, hapa ni kuhakikisha anafanya kama alivyowafanya Wayahudi. Kwa hiyo historia inajirudia, historia ikajirudia. Kilichotokea, ilibidi Shetani achakachue mfumo wetu wa elimu. Ukichakachua mfumo wa elimu, unachakachua mpaka mfumo wa matibabu. Ndivyo ilivyokuwa na ndivyo tulivyofika hapa. Ndivyo tulivyofika hapa. Kwa Shetani alijua fika kuwa mfumo wa Mungu wa elimu ni pigo kwake. Yetu Waadventista wa Sabato wangelifundishwa elimu ya kweli, wote wangekuwa ni wamishenari na wasingefanya kazi nyingine isipokuwa kuhudumu katika njia za utume, regular lines na irregular lines. Shetani alijua fika kuwa njia pekee ya kupambana na Waadventista wa Sabato ni kuwabadilishia elimu na njia za matibabu. Kuwabadilishia elimu Waadventista wa Sabato ni kuwabadilishia kazi, ni kuwabadilishia eneo la kuishi, na ni kuwabadilishia tabia. Elimu ambayo Mungu alitupatia Waadventista wa Sabato ingetufanya tusifanye kazi nyingine yoyote isipokuwa kuhudumu katika zile regular lines na irregular lines. Regular lines ni zile njia rasmi tulizopewa, viwanda vya uchapaji pamoja na shule, sanitariums zetu pamoja na vyumba vya matibabu pamoja na migahawa ya usafi na viwanda vya chakula. Hizo ndio regular lines ambazo tulikuwa tumepewa za kupeleka utume, kuelimisha ulimwengu,
kuufundisha ulimwengu habari ya Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Shetani alijua kabisa kwamba Waadventista wa Sabato wakibaki na mfumo wao wa elimu, watauangaza ulimwengu wote kwa nuru itokayo mbinguni. Alijua fika kabisa kwamba hawa wa Sabato wasingefanya kazi nyingine yoyote na dunia ingekuwa imeshahubiriwa kila mahali, maana hizi njia zilikuwa ziko linked. Yani shule imeunganishwa na sanitarium, imeunganishwa na shamba ambako vinalimwa vyakula, imeunganishwa na vituo vya uchapaji vinatakiwa kuwa mashambani, imeunganishwa na viwanda vya chakula, imeunganishwa na migahawa ya usafi mijini, pamoja na vyumba vya matibabu. Kwa hiyo chakula kinazalishwa kwenye mashamba ya shule na vinasindikwa kwenye viwanda vya chakula, alafu vinapelekwa kwenye migahawa ya usafi, vyakula ambavyo ni organiki, ambavyo ni vile ambavyo ni natural, mbegu za asili, vimeandaliwa katika namna bora ya kiafya na vinatengenezwa vizuri. Vyakula hivi ni tiba, vyakula hivi ni lishe, vyakula hivi ni uponyaji, na migahawa yetu inaendeshwa katika namna tofauti na migahawa ya ulimwengu. Tena vyakula vinapatikana kwa bei ambayo ni affordable, ni bei rahisi, kila mtu aweze kuafford, yani aweze kuimudu, mpaka mtu wa kawaida kabisa. Kwa watu wanapokuja na kisukari kwenye migahawa yetu, wanapokuja na presha na matatizo ya moyo, wanakuja na saratani, wanakuja na magonjwa mbalimbali, wanapopata kile chakula, wanapoelekezwa namna ya kukitumia, wanapoenda kukitumia, wanajikuta wanapata uponyaji. Na wanapokuwa kwenye migahawa yetu, wanapewa na machapisho yaliyotoka kwenye viwanda vyetu vya uchapaji vilivyoko mashambani. Wanapopewa yale machapisho, wanaondoka wanaenda kuyasoma. Wanapotaka kujifunza zaidi, au mtu anahitaji kupata tiba zaidi, anapelekwa kwenye sanitariums zetu, na kwenye sanitariums zetu anatibiwa kwa njia rahisi, kwa kutumia maji, kwa kutumia hewa safi, kwa kutumia mwanga wa jua, kwa kutumia lishe bora, kwa kupumzika, kwa kusikiliza sauti za maporomoko ya maji, kwa kufanya mazoezi, na mazoezi anafanya shughuli rahisi kulingana na hali yake, na katika namna yoyote ya tiba rahisi zinazofanyika kwenye sanitarium zetu. Huyo mtu anatoka pale amemjua Yesu ambaye anaitwa ni tabibu mkuu. Anamjua Yesu maana amefundishwa sheria za afya, amefundishwa sheria ya Mungu, amefundishwa mpango wa ukombozi. Anatoka pale huyo mtu amekuwa mwanafunzi wa Yesu. Na watoto wanaotoka kwenye shule, vijana wanaotoka kwenye shule zetu, wanajifunza sanitariums, wanaenda kuhudumu kwenye vituo vya uchapaji, wanaenda kuhudumu kwenye viwanda vya chakula, wanaenda kuhudumu kwenye vyumba vya matibabu, wanaenda kuhudumu kwenye migahawa yetu ya usafi, wanazunguka kwenye njia hizo regular lines. Kwa Mwadventista Msabato, kwa mfumo wa elimu tuliopewa na Mungu na mfumo wa matibabu, hatungeweza kufanya kazi nyingine yoyote. Na zaidi ya hapo, hawa Wasabato wangetoka kwenda kuanzisha huduma kama hizo maeneo mengine. Kwa hiyo kazi ya injili ingesambaa. Ulimwengu ungekuwa umeonywa. Ujumbe wa malaika wa kwanza ulitaka kuhubiriwa kwa njia hiyo, kimya kimya, lakini kwa uhakika, bila kelele. Watu wanapokea ujumbe, na nabii alisema kabisa kwamba kupitia huduma ya afya, kupitia matengenezo ya afya, ndo njia, lango linafunguka la kupenyeza ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu. Njia ingekuwa imefunguka. Shetani alijua kabisa kwamba hapa nimegaragazwa, hapa nimepigwa na kitu kizito kichwani. Alichofanya shetani ni kuandaa mikakati na mipango ya kuua mfumo wa Mungu wa elimu waliokabidhiwa Waadventista wa Sabato, pamoja na mfumo wa matibabu. Na hivyo tukabadilishiwa kazi, tukabadilishia eneo la kuishi, pamoja na kazi na tabia, vyote vilibadilishwa, kwa sababu elimu ina uwezo wa kubadilisha tabia. Elimu inabadilisha kazi, elimu inabadilisha eneo la kuishi. Labda nitoe mfano utaelewa. Hapa Tanzania, kwa wale mnaofuatilia kutoka nchi nyingine, natolea mfano wa Tanzania. Kuna kabila ambalo wanaishi misituni, wanaishi maporini. Hilo kabila, njia pekee ambayo serikali imewahi kujaribu kufanya ili kuwaondoa porini ni kuwapelekea elimu.
elimu wanayofundishwa sio kwamba wao hawakuwa na elimu. Wanayo elimu na ndio maana wanaishi. Wanazaa watoto, wanajua kuzalisha, wanajua kuwinda, wanajua kutibu, njia za matibabu, wanajua namna ya kuelimisha watoto, wanajua namna ya kuendesha familia, wana taratibu zao za kuoana, wana taratibu zao za kimahakama za kuchukuliana hatua. Kwa hiyo wana mfumo kamili wa elimu, wanayo, na ndio maana wanaishi. Kwa serikali inapochukua hatua za kutaka kuwatoa maporini, haiwezekani ukamtoa ukampeleka Dar es Salaam huyu Muhadzabe, haiwezekani ukampeleka Mwanza ama Arusha akaishi, hawezi. Maana elimu yake imemtengeneza kuwa na tabia hiyo na aina fulani ya kazi na eneo fulani la kuishi. Kwa hiyo huyu Muhadzabe aliyopata elimu nyingine tofauti na elimu aliyokuwa nayo, hawezi kuishi kule maporini, kwa sababu hiyo elimu imembadilisha tabia, hiyo elimu imembadilishia kazi, hiyo elimu imembadilishia tabia. Kwa hiyo hawezi kukopu na wale walioko msituni. Muhadzabe kama Muhadzabe unanisikiliza, unanitazama, utakuwa shahidi. Kama wewe unaishi mjini, ni kwa sababu ya elimu uliyoipata tofauti na elimu ya Wahadzabe ya asili. Nitolee mfano mwingine. Kule Ngorongoro kuna Wamasai. Njia mojawapo iliyotumika ya kuwapunguza Wamasai wasiwe wengi kwenye eneo lile ni kuwasomesha watoto wao. Hawa watoto wa Kimasai, na kama wewe ni mmoja wapo ulisomeshwa unanitazama, utakuwa shahidi, au kama wewe uko jirani na Ngorongoro utakubaliana na mimi. Hawa watoto walipopelekwa kwenye elimu hizi tofauti na elimu yao, sio kwamba hawa Masai hawana elimu. Wanatibu, wanajua kujitibu, wanazalisha, wana namna yao ya kusuluhisha, wana mahakama zao, wana namna ya kuchukuliana hatua, wanajua kutibu ng'ombe, wanajua kuishi maisha yao kwa ujumla wake. Hiyo ni elimu. Sasa wanaposomeshwa hawa watoto elimu tofauti na yao, lazima waondoke Ngorongoro. Kwa nini? Tabia yao imebadilika. Namba 2, kazi imebadilika, na hivyo wanatakiwa wabadilishe eneo la kuishi kutokana na mfumo ambao Waadventista tulikuwa tumepewa na Mungu wa elimu na matibabu na njia zile za utume zingine ambazo ni viwanda vya uchapaji, shule zetu, sanitariums zetu, viwanda vya chakula, vyumba vya matibabu na migahawa ya usafi. Hizi ndizo regular lines ambazo zilitakiwa ziwe zimeshikamana na mfumo wa Mungu wa elimu na matibabu, zimeshikamana na mpango wa Mungu wa ukombozi unataka ufunuliwa ulimwenguni kote, kama watu tuliotengwa wa pekee maalum, tuliokabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Hizi ndizo njia ambazo rasmi tulizokuwa tumepewa. Kama tungeendelea na elimu yetu, Waadventista wa Sabato, maeneo ya Waadventista wa Sabato ya kuishi yangekuwa ni mashambani siku zote, yangekuwa ni milimani siku zote, mashambani na sio mijini. Tabia zetu zingekuwa ni tabia safi za Yesu, tofauti na sasa. Hata mavazi yetu yasingekuwa haya mavazi ambayo wake zetu, wadada zetu, mama zetu wanavaa siku hizi. Wanasuka marasta, wanavaa mawigi, wanapaka midomo, wanaacha matiti wazi, wanaacha mapaja wazi, wanavaa suruali na kadhalika. Hayo wasingekuwa wanayafanya. Tabia imebadilika kwa sababu tumebadilishiwa elimu. Eneo la kuishi limebadilika. Badala ya kuishi mashambani, tunaishi mijini kwa sababu elimu imetubadilisha tabia. Haiwezekani tukaishi tena vijijini, mashambani. Haiwezekani tena tukafanya kazi ambazo tulikuwa tunazifanya mwanzo. Kwa hiyo tukabadilishiwa kazi. Elimu tuliopewa na shetani imetubadilishia kazi. Ndio sasa utasikia kwamba unajua tumebaki mjini kwa sababu ni watumishi wa serikali. Nani ni mwalimu? Nani ni polisi? Nani ni mwanajeshi? Nani ni usalama wa taifa? Nani ni injinia? Nani ni mwanasheria? Amebaki mjini, anasema ya kwamba ninapoendelea kuhudumu huku ninaifanya kazi ya Mungu. Hujaelewa, tumeibiwa siku nyingi. Kazi unayoifanya ni matokeo ya kubadilishiwa elimu, na Mungu hakutaka tufanye kazi hizo. Unajua, mimi kama mchungaji siwezi nikaondoka, imeandikwa
tusiondoke kwa haraka. Wengine watabaki mijini wakiendelea kufanya kazi ya Mungu. Kazi gani unayoifanya? Kazi gani ikiwa njia ambazo Mungu alitupa za kupeleka utume, hizo regular lines, tumeziondoa kwa sababu tumebadilishiwa elimu, na wewe sasa unafanya kwa sababu ya elimu iliyobadilika. Je, kazi gani unayosema unaifanya? Kwa hiyo Mungu anapotoa wito anataka turudi kwenye basics zetu, anataka tusimame katika njia kuu, tuulize mapito ya zamani. Mungu alikusudia nini? Hii ni historia takatifu, itusaidie kujua tulitoka wapi, tumefikaje hapa, na tunapaswa kufanya nini. Kwa hiyo Mungu bado anasihi hata sasa watu wake warudi kwenye kusudi lake, kwa njia za matibabu ambazo Mungu alikusudia, katika elimu ambayo Mungu alikusudia, na maeneo ya kuishi ambayo Mungu alikusudia. Kwa hiyo watu watoke mijini, waende mashambani, wakaanzishe shule na wakaanzishe sanitariums, wakaanzishe viwanda vya chakula na vituo vya uchapaji. Na hapa natoa wito kwa independent ministries. Mfumo hauwezi kubadilika, ulishabadilishwa na Shetani. Kwa hiyo tumebadilishiwa mpaka tafsiri ya utume. Leo tunasema mahubiri ya satellite, tunafanya kazi ya Injili. Mungu hakutupa hiyo njia. Leo tunasema ya kwamba kujenga majengo ya kifahari ya ofisi nayo yanahubiri. Hiyo ni njia ya kibabeli, na siku zote kanisa linalotaka kuonekana kwa nje ni kanisa lililokufa ndani. Na ndio maana angalia Mrumi, majengo yake, makanisa yake, makanisa ya kibabeli ndio yenye kutaka kuwa na show ya nje, muonekano wa nje. Mungu hakutaka tuishi maisha hayo. Eti mwenyekiti wa union akitembelea V8 akiwa anashuka, watu wote wanasema Yesu, huyu ni askofu wa Wasabato wa jimbo kuu la kusini ama jimbo kuu la kaskazini. Wakimwona mwenyekiti wa conference ama field anashuka kwenye V8, wanasema Yesu, huyu ndiye askofu wa Wasabato wa jimbo dogo fulani na kadhalika. Hizo ni njia za kibabeli. Eti gari ya V8 inahubiri. Mungu hakutupa njia hiyo, ni kwa sababu tumebadilishiwa elimu. Tumebadilishiwa elimu, tumebadilishiwa mpaka tafsiri ya utume, mpaka njia za utume zimebadilika, mpaka mahali pa kuishi. Wasabato wamejazana mijini na hawataki kusikia, hawataki kutoka, wamejazana mijini kwa sababu tumebadilishiwa elimu. Tumebadilishiwa elimu. Sehemu ya pili ya somo hili tutakuja kujibu swali, nani aliye nyuma ya mabadiliko haya? Ni kweli ni Shetani. Tunataka tudadavue, tutoe vithibitisho ya nani alihusika, ilikuwa kuwaje, tumefanyeje mpaka tumefika hapa. Kwa nini mfumo mtakatifu wa elimu pamoja na matibabu tuliopewa na Mungu ubadilishwe kiasi hiki? Na kwa nini iweze, yani imekuwa kuwaje? Fuatilia, usikose kufuatilia sehemu ya pili ya somo hili. Kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Sehemu ya pili tutaendelea hapo tulipoishia, ili tuanze kuona sasa nini kilitokea, mikakati ya Shetani aliyoitumia, mbinu alizozitumia. Mpaka leo Adventista wa Sabato tumeungana na ulimwengu, tumeshikamana na ulimwengu, tunatibu kama ulimwengu, kama Babeli, tunatoa elimu kama Babeli, tunavaa kama Babeli, tunakula kama Babeli, tunaishi kama Babeli. Kwa hiyo wito wa Mungu ni ule ule, tokeni kwake enyi watu wangu. Tutakuja kuona sehemu ya pili, namna ambavyo Shetani alituchakachua Waadventista wa Sabato. Mungu na atusaidie tusimame kwa zamu yetu, na Mungu akubariki unapofuatilia katika roho ya kiberoya kwa maombi mengi, ili Mungu akuongoze ujue ukweli kamili, nuru yake ifunuliwe kwako, na ujue unapaswa kufanya nini. Mungu na akubariki kwa jina la Yesu, amina. Fuatilia sehemu ya pili ya somo hili, na kabla tujahitimisha tuombe. Baba mwema, ninakushukuru kwa sababu umeamua kuyafunua haya yaliyositirika. Historia ikifichwa, mwanadamu hajui anakokwenda na anakuwa mtumwa. Umekusudia kututoa katika utumwa, na umekusudia kutupa kusudi la uwepo wetu
na kutueleza tunakoelekea na kutujulisha tumefika wapi, tumefikaje na tunapaswa kufanya nini. Tusaidie na utubariki kwa somo linalofuata, sehemu ya pili, kwa jina la Yesu, amin. Roho ikielekea mbingu, twangoja wenye saburi, hata safari yetu iishe, tukae kwake milele. Atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya Kiama? Atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya Kiama?